Kwa nini nidhamu ni muhimu kuliko kipaji? Kipaji hukupa mwanzo mzuri, nidhamu hukufikisha mwisho. Mtoto mwenye kipaji bila nidhamu ni kama gari lenye injini kubwa lakini halina usukani. Karibu tena kwenye safari ya kumjenga kijana bora. Mzazi, mlezi, mwalimu, leo ningependa nikuulize swali. Je, ungepewa kuchagua kati ya mtoto mwenye kipaji kikubwa lakini hana nidhamu na mtoto wa kawaida lakini mwenye nidhamu, ungechagua yupi? Mara nyingi tunafurahia kuona watoto wana vipaji, lakini ukweli ni kwamba kipaji pekee hakitoshi. Hebu tusikilize simulizi hii. Katika shule moja kulikuwa na wavulana wawili. Mmoja aliitwa Brian, alikuwa na akili sana. Hakuhitaji kusoma muda mrefu ili afaulu, lakini alikuwa anachelewa darasani, hafanyi kazi za nyumbani, hakubali kusahihishwa. Mwenzake aliitwa Emmanuel. Emmanuel hakuwa wa kwanza darasani, lakini kila siku aliamka mapema, alisoma kwa ratiba, aliheshimu walimu na alimaliza kazi zake kwa wakati. Miaka 7 baadaye, Brian alikuwa bado anaanza upya kila mara, lakini Emmanuel alikuwa anaendelea hatua kwa hatua. Walipokutana tena, Brian akamuuliza, "Emmanuel, siri yako ni nini?" Emmanuel akatabasamu kisha akamwambia, "Sina kipaji kuliko wewe. Ninajifunza kufanya mambo madogo madogo kwa uaminifu kila siku." Ukweli uliojificha ni huu. Wazazi wengi huombea watoto wao wapate kipaji. Ni jambo zuri, lakini muhimu zaidi ni kuombea wapate tabia na nidhamu. Kwa sababu duniani kipaji kinaweza kukufanya ujulikane, lakini nidhamu ndio itakayokufanya uaminike. Katika dunia ya leo, tunaona vijana wengi wenye uwezo mkubwa, lakini changamoto zinaongezeka, ni pamoja na kutaka matokeo ya haraka, kukata tamaa mapema, kutopenda mchakato, kushindwa kudhibiti matumizi ya simu na mitandao. Ndiyo maana nidhamu imekuwa rasilimali adimu kuliko hata kipaji. Mtazamo mpana ni huu. Katika saikolojia, tabia zinazojengwa utotoni huwa rahisi kuendelea hadi utu uzima. Kwenye familia, watoto hujifunza nidhamu zaidi kwa kuona wazazi wao kuliko kwa kusikia maneno yao. Na kwenye teknolojia, simu inaweza kuwa mwalimu mzuri, lakini bila mipaka inaweza kuwa mwizi wa muda wako. Wiki hii tuliuliza wazazi, ni tabia gani ungependa mtoto wako awe nayo maisha yote? Kuwajibika, kuwa mwaminifu, kumaliza kile alichoanza. Hakuna aliyesema awe maarufu. Hii inaonyesha kwamba hata wazazi wanajua tabia hudumu kuliko umaarufu. Dakika ya familia. Wiki hii usimuulize mtoto wako, ulipata alama ngapi? Muulize pia, ni jambo gani ulilolifanya wiki hii ambalo linakufanya ujivunie tabia yako? Swali hili linamfundisha mtoto kwamba maisha si alama pekee, ni pamoja na utu. Mzazi, jiulize, je, mtoto wako anakuona ukitimiza ahadi zako? Anakuona ukiheshimu muda? Anakuona ukikubali makosa? Watoto huiga maisha yetu kuliko maneno yetu. Mtoto mwenye kipaji bila nidhamu ni kama gari lenye injini kubwa lakini halina usukani. Nidhamu ni kufanya jambo sahihi hata pale ambapo hakuna anayekuona. Kikoba cha maisha. Mzazi, kama kuna jambo moja natamani mtoto wako alibebe maisha yote, ni hili. Usimfundishe mtoto wako kufuata njia rahisi. Mfundishe kupenda kufanya jambo sahihi hata linapokuwa gumu. Liweke kwenye kikoba chako cha maisha. Wiki hii, mpe mtoto jukumu moja la nyumbani. Sio kama adhabu, bali ni kama nafasi ya kujifunza uwajibikaji. Baada ya kukamilisha, msifie kwa juhudi zake, si kwa matokeo pekee. Swali la wiki, kwa maoni yako, ni tabia gani moja ambayo ungependa uione kwa mtoto wako hata akiwa na miaka 40, na kwa nini? Asante kwa kuwa nami. Leo tumejifunza kwamba kipaji ni zawadi, lakini nidhamu ni uaminifu unaofanywa kila siku. Wiki ijayo tutazungumza kuhusu changamoto ambayo inawagusa karibu vijana wote wa leo. Je, marafiki wanajenga ndoto au wanazibomoa? Na kwa sababu wakati mwingine mwelekeo wa maisha yako
huanza kubadilika kutokana na watu unaoambatana nao kila siku. Usikose kufuatilia Safari ya Kijana Bora kila Jumamosi. Kutoka Hidden God Insights, mimi ni Ada.